Mambo mazito na ya kujifunza kutoka katika riwaya na mafundisho matukufu ya Ahlul Baiti alayhimussalam. Haya mambo yameharamishwa kwa nguvu zote, asije mtu akatusemea ati mashia wamehalalisha, na akatokea mtu katika Shia akakueleza ya kwamba hili jambo ni haramu kwa mjibu wa Qur'ani. Mimi sikubaliani na riwaya yoyote ijavyo ati inaruhusu kulutwi, basi nami nikasema nami kwa sababu riwaya imeruhusu ni lutwi. Hakika kiongozi mkubwa ni Qur'anul Karim. Katika kitabu cha Uyun Akhbari Ridha alayhi salam fi khabari Shami annahu sa'ala amira almu'minina awwali man amila amala qaumi Lut. Aliulizwa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam kuhusu ni kiumbe gani aliyeanzisha suala la liwati. Imamu Ali alayhi salam akasema Iblisu, ni Iblis. Innahu amkana min nafsihi, alijifanyia mwenyewe. Haijulikani alitumia kidole, alifanya nini, lakini alijifanyia mwenyewe. Ndo chanzo cha lutwi, ndo chanzo cha kulawiti. Kwa hiyo wa kwanza kabisa alianzisha kitendo kama hiki kichafu ni Ibilisi mwenyewe. Sasa kitendo hiki ananasibishwa nacho pia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Sasa kitendo ambacho mwanzilishi Sheitani mwenyewe kajifanyia mwenyewe, na watu wa kaumu ya Lut wakawa wamejifunza na wamefundishwa na Sheitani. Sheitani ndiye ambaye amewatamanisha mambo haya, wakaacha kuingilia wake zao, wakaanza kuingiliana wao kwa wao. Sasa leo kaja Sheitani mwingine wa pili, ni Muwahabi huyu, sijui ni msuni wa kutoka nchi gani, kutoka mkoa gani, msikiti gani, ni Muislamu wa namna gani, anasema pia Muhammad sallallahu alaihi wa ali, mtume wetu mtaharifu, alimuluti Aisha. Haya ni mambo yanayosikitisha sana. Anna Aliyan alayhi salam kana yaqulu fi lutiyi, alikuwa anazungumza Imam Ali alayhi salam kuhusu wale wanaofanya kazi ya Lut, watu wanaofanya liwat. In kana muhsanan rujima wa in lam yakun muhsanan julidal had. Unaona ya kwamba Imam Ali alayhi salam alizungumzia kuhusu watu wanaolut, wana adhabu zao maalum, kwamba kama amekuwa ni mwenye mke basi aangamizwe kwa mawe, mtu anayefanya liwat, na kama si wa hivyo basi aadhibiwe kwa bakora. Dhambi yake ni dhambi ya aliyezini. Sasa swala kama hili anahusishwa nalo Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.